kwa ile imani nilokupa haijatosha, hadi moyo wangu ukauchosha. Badala kupaka ukaosha, imani yangu kwako ishakufa. Sijuti muda wangu kwako, ila tatizo. Dada, mbona hujalala hadi sasa hivi? Mbona kama upo sawa? Kuna nini? Dada, nimemwona Chibu. Umemwona Chibu? Umemwona wapi? Yaani huwezi amini, wakati narudi kutoka kanisani nilimkuta Chibu akiwa amesimama na mwanamke, ni kama vile wana mahusiano, na inaonyesha kwamba yule ni mpenzi wake. Na mwanamke? Huo utakuwa ni wivu tu, mdogo wangu. Hapana dada, sio wivu. Moyo wangu umepata wasiwasi sana, nahisi ya kwamba Chibu ananisaliti. Na kama sio hivyo, kwa nini asimame na wanawake vichochoroni? Sogea. Sikiza nikwambie mdogo wangu, unajua kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuyaelewa kwa macho, lakini pia hiyo sio sababu ya kumaanisha kuwa uko peke yako. Lakini dada, naogopa kupoteza penzi langu. Sawa mdogo wangu, wakati mwingine hofu kuja kwa kutupima imani zetu. Hivyo basi usiruhusu kabisa ikuondolea amani yako. Nifanyeje sasa ili kulinda penzi langu? Hakuna kingine cha kufanya zaidi ya kumwomba sana Mungu. Mwambie akupe nguvu na utulivu, na uwe na imani, kwa maana imani ni nuru hata katikati ya giza. Sawa, nitajaribu kufanya hivyo kama ulivyoniambia. Na pia kumbuka, mimi niko hapa, hivyo hakuna kitakachoharibika. Mapenzi ni zawadi tamu moyoni, ukipata wa kukupenda kwa dhati, woni upweke tena. Macho yakikutazama huleta amani, na moyo hujua umefika nyumbani. Renee, nimekusikiliza kwa umakini sana, lakini kitu pekee ambacho naweza kukushauri ni kwamba usikate tamaa. Omba sana, sali sana, piga goti, mkabidhishe Mungu wako, na imani atakusaidia kwenye hili. Sawa mtumishi, nimekuelewa. Pia asante sana kwa ushauri wako. Lakini yule mwanaume kuna muda kama simwamini hivi. Unajua nini? Hautakiwi kabisa kumchunguza sana, na ikiwezekana usimchunguze kabisa, kwa sababu itakuumiza kichwa. Cha kufanya wewe, mkabidhishe kwa Mungu. Mume bora anatoka kwa Mungu. Cha kufanya wewe, jitahidi sana kusali, kumwombea ili aweze kuwa wako milele. Sawa, nimekuelewa. Nitafanyia kazi ushauri wako. Naamini Mungu atasikia maombi yangu. Usijali. Kuna kitu nitaka kusahau. Hivi, huyo mchumba wako anasali kanisa gani? Kiukweli hata sijui, lakini nimejaribu kumshawishi mara chache aje kanisani na ameniahidi atafanya hivyo. Itakuwa ni heri sana ukifanya hivyo, kwa sababu utakuwa umemsaidia yeye na umejisaidia wewe mwenyewe. Jitahidi kwenye hilo. Sawa mtumishi, nashukuru. Karibu sana. Nikutakia siku njema. Na kwako pia.
Mke wangu, mbona uko kimya sana? Vipi, kuna tatizo? Ndio, kuna kitu nataka tuzungumze. Niko hapa mumeo, nakusikiliza. Mume wangu, tabia zako hizi za mahusiano zinanitia wasiwasi sana. Wataka kumaanisha nini? Watu wengi wanaongea sana huko nje kwamba una mahusiano ya wanawake wengi. Sio tabia nzuri mume wangu. Watu wanaongea mengi sana, sio kila kitu ambacho wanakuambia kina ukweli ndani yake. Lakini hata mimi naanza kuamini maneno yao. Tambua yataharibu hata maisha yetu mimi na wewe. Sina tabia hiyo bwana. Mimi nimethibitisha hayo. Uthibitisha hayo? Nimethibitisha hayo. Kuna wanawake. Yaani umethibitisha kivipi? Nimethibitisha, jua tu kwamba nimethibitisha kwamba wanawake unao. Wewe sikani watu wote hao kusema wewe tu. Mke wangu bana. Po jaribu kunielewa basi mumeo. Kuwa kwamba sina mahusiano na mtu yoyote. Wewe ni mke wangu bwana. Nakwambia kama mkeo. Badilika mume wangu. Kabla ya mambo hayajafikia huko, yani ajabu makubwa zaidi hapa yalipo. Sikutegemea kama tafikia huko. Usaliti unauma. Usaliti unauma. Usaliti unauma. Usaliti unauma. Mapenzi ni zawadi tamu moyoni ukipata wa kukupenda. Rene, najua sio rahisi kuniamini, lakini mimi nataka nikuhakikishie kitu. Wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Kumeongea maneno mengi sana, lakini moyo wangu bado ulikuwa una hofu. Ni kweli, lazima uwe na hofu, lakini ngoja nikwambie kitu. Hofu ni kitu cha kawaida sana, lakini sasa maneno yangu mimi ni ya kweli kabisa. Yaani sidhani kama nitakuja kukuacha, siwezi. Sawa, nimechoka kupigana na hisia zangu na kuamini sasa. Nimefurahi sana kusikia hivyo, na nikuahidi tu kitu kingine, hautakuja kujutia kama kuniamini. Sawa? Mapenzi ni zawadi tamu moyoni ukipata wa kukupenda kwa dhati, woni upweke tena. Haya, punguza nguo basi mpenzi wangu. Huleta amani na moyo hujua umefika nyumbani kwa upendo wa kweli. The broken promise, the broken heart, the broken promise, the broken heart. Lenei! Lenei! Naja. Njoo mara moja.
Umesikia? Nataka nikuagize gengeni. Nataka ukanue vitu vya kupika. Umeelewa eh? Ukanue vitu vya kupika. Leo nataka tule vitu vizuri. Yaani leo mwendo wa kujilimbwasa humu ndani. Umeelewa eh? Ehe. Lakini kabla sija kuagiza, kuna kitu nataka kukuambia. Ni kitu gani hicho dada? Unajua nini? Nimegundua kuwa wewe na Chibu mmefikia kwenye hatua kubwa ya mahusiano. Yaani kwa mara ya kwanza, ndogo wangu, umeamua kumpa moyo wako kikamilifu. Usione aibu mdogo wangu. Hilo ni jambo la kawaida sana kwa watu wanaopendana. Sawa eh? Alafu sasa, mimi kama dada yako, yaani nakupa baraka zote. Maana naona njia ile inaanza kufunguka, mdogo wangu, unaenda kuwa mke halali wa Chibu. Wacha wewe, na mimi tena naanza kujiona mtaani. Yaani siku hiyo, niombe tu uzima. Sawa dada, nimekusikia na pia nimekuelewa. Nitajitahidi kufanya hivyo na kuahidi sitokutia aibu. Lakini sasa kuna jambo hilo moja. Umeelewa eh? Yaani hilo jambo ni la muhimu sana. Dada, ni lipi hilo? Kikubwa, unatakiwa ujilinde, ujiheshimu, uheshimu mahusiano yako, umheshimu mwanaume wako. Umenielewa eh? Sawa dada, nimekusikia na pia nimekuelewa. Nitajitahidi kufanya hivyo na kuahidi sitokutia aibu. Aya, kachukua kikapu kile pale, uende ukanunue vitu vyote nilivyokuagiza, uje tupike. Sawa dada. Aya, basi usichelewe huko. Kwa ile imani nilokupa haijatosha, hadi moyo wangu ukauchosha, badala kupaka ukao. Wewe mwanamke, wewe, Imani yangu kwako ishakufa, sijuti muda. sasa wewe, yaani kwa akili zako timamu unatoka chumbani unakuja kulala hapa sebuleni, maana yake nini? Sitaki kulala na wewe. Hautaki? Ndiyo, sitaki kulala na wewe. Kisa nini? Utanisumbua. Mimi kukusumbua ni wajibu wangu, sababu wewe ni mke wangu. Bwana tafadhali, nataka haki yangu ya ndoa, usilale hapa, twende chumbani. Sitaki kufanya chochote na wewe, sitaki. Siendi kulala na wewe mpaka tukapime. Wewe, nitakupiga vibao sasa hivi. Sikia, yaani oya, twende chumbani. Nimekwambiaje? Sinyanyuke hapa, kalale mwenyewe, siendi kulala na wewe mpaka tukapime. Tunaondoka twende? Siendi. Tunaondoka hatuendi? Nimekwambia siendi. Hivi mwanamke kabila gani? Sawa, mume anajisikia hali fulani vya uzito mwilini. Nataka nikalale na wewe, sababu ni mke wangu. Nataka twende chumbani. Siendi. Unataka majirani wasikie, si ndio? Unataka majirani wasikie? Kiamani, kiutaratibu na kiungwana. Twende chumbani tukalale. Siwezi. Hawezi eh? Hawezi eh? Eh. Nakwambia twende. Nimekwambia sitaki. Kiko nataka kunibaka au? Kwa hiyo shida kupima tu. Ndiyo. Ni kupima tu basi. Sawa mke wangu, kama ndo unaona kwamba inakupa amani ya moyo, basi tutaenda kupima kesho. Sawa? Ndiyo.
ni kwa ajili ya usalama wetu wote wawili. Afya ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Sawa basi, nilikuwa nakuomba tukalale, maana ishakuzoea bana, unajua kitanda kile kikubwa, alafu usiku ni mrefu sana. Twende basi tukalale, hata utalala kwako na mimi nitalala upande wangu, ili mradi tu nilizike moyo wangu kwamba nimelala na mke wangu. Tafadhali sitofanya chochote kile na sitokusumbua. Ninakuahidi atufanye chochote. Kweli atufanye? Ndio atufanye. Kweli? Kwa ile imani nilokupa haijatosha, hadi moyo wangu ukauchosha, badala